Naitwa Faraja Elieza, kiongozi wa programu ya Days for Girls Njombe ambayo ipo chini ya idara ya afya na mazingira endelevu katika shirika la Humble Unemployment Solutions in Tanzania. Kwa kifupi ni HUST. Shirika letu lipo mjini Njombe, mtaa wa Nazareth. Tumefika hapa shule ya sekondari Usuka kwa ajili ya kufanikisha na kuhitimisha mradi huu wa Tanzania Gender Equality in Education ambayo imelenga kutoa elimu ya hedhi salama na kuzuia ukatili wa watoto, na sambamba na hilo tumeweza kugawa pedi za Days for Girls kwa wanafunzi wa kike 290 na pia wanafunzi wa kiume 208 wamepata boxer za kitambaa, yani za cotton. Gharama ya mradi mzima tangu kuutambulisha ngazi ya kata mpaka kuhitimisha kata ya Usuka na shule ya sekondari Usuka umegharimu kiasi cha shilingi milioni 16 ambacho kilitolewa na shirika la Global Health Ministries lililoko Marekani, ambao ni shirika la kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani kwa idhini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Njombe. Kwa ujumla wanafunzi mwanzoni walikuwa na hofu, lakini baadaye wamekuwa na amani kabisa, wamepokea kwa furaha na kupokea vifaa vya hedhi salama kwa furaha, na wanasema mitano tena wakifikiri mimi ni mwanasiasa. Tunaweza tukasema kwamba hawa ambao wamekuwa wamepata elimu waendelee kuwa mabalozi katika jamii zetu, lakini jamii ielewe kwamba hedhi si kitu cha kuficha, kwa sababu bila hedhi mimi na wewe tusingekuwepo na ulimwengu usingekuwepo. Majina naitwa Mwalimu Shadraki George Sanga, ni makamu mkuu wa shule ya sekondari Usuka. Katika siku hii ya leo tumefikiwa na wageni kutoka shirika la HUST. Wametutembelea hapa shuleni wakiwa na shughuli ya kutoa elimu juu ya hedhi salama kwa wanafunzi wa kike, lakini pia wamezungumzia kuhusu swala la ukatili. Baada ya hapo wamefanya shughuli ya kugawa taulo za kike, lakini pia wametoa boxer kwa wavulana. Kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru shirika la HUST kwa mchango wao mkubwa ambao wameufanya kwa wanafunzi wetu hapa shuleni. Kwa kufanya hivyo imewaletea wanafunzi kupata elimu juu ya hedhi salama, hasa kwa upande wa wanafunzi wa kike, lakini pia kwa kupitia elimu hiyo inawasaidia hao wanafunzi namna ya kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili. Jambo lingine ni washukuru pia kwa kuweza kutoa taulo kwa wanafunzi wa kike, jambo ambalo limewafanya wanafunzi wajisikie furaha sana kugawia msaada huo wa taulo. Hivyo tawafanya wanafunzi kuhudhuria vipindi vyao vya masomo kila wakati pasipo changamoto yoyote, kwa sababu watakuwa wapo huru na wanajisikia wana amani wakati wote bila kupata changamoto yoyote ile ambayo ingeweza kuwakumba kiasi cha kwamba wangeweza kukosa masomo wakati wanapitia changamoto hiyo ya hedhi. Lakini pia tutambue mchango wao kwa kuwakumbuka pia hata wanafunzi wavulana, sababu wakati mwingine vitu kama hivyo vinatolewa tu kwa wasichana, lakini shirika la HUST limeona mbele zaidi, limeenda hata kuwatambua wanafunzi wa kiume, kuweza kuwagawia boxer ambao nazo hizo zitawasaidia wanafunzi kuweza kujistiri kama sehemu yao ya mahitaji yao kupata nguo za ndani. Basi mimi niwashukuru sana kwa mchango huo. Yake nishukuru pia kwa elimu ambayo imetolewa, kwa sababu hii elimu
haijalenga tu kwa wanafunzi. Wameelimisha kwa wanafunzi, lakini pia wameweza kuelimisha kwa walimu. Kwa hiyo pande zote mbili zimenufaika kwa kupata elimu juu ya hedhi salama kwa wanafunzi, lakini pia elimu juu ya ukatili kwa walimu. Kwa hiyo mimi ni shirika la HAST kwa mchango wao mkubwa ambao wameufanya hapa shuleni kwetu. Bi yake, baada ya shukrani hizo, niombe shirika la HAST kama itawezekana wanaweza kupanua wigo zaidi kwa kuongea na hawa wafadhili ambao wameweza kufadhili vitu kama hivyo, basi wangeweza kutusaidia hasa kwa swala la bweni upande wa wasichana. Shule yetu location yake ipo mbali kidogo na vijiji ambako wanafunzi wanatoka. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, wakitusaidia hata bweni, itawawezesha wanafunzi wa kike kukaa shuleni wakati wote, na hivyo kuwaepusha na athari ambazo zinaweza zikawakabili, hasa kutembea umbali mrefu kutoka hapa shuleni kwenda nyumbani. Kwa hiyo kipekee nishukuru sana hilo, na kama wataliona hilo basi waone namna ya kuweza kutusaidia. Asante sana. Asante. Mimi nashukuru kwa ajili ya HAST kuweza kushirikisha jambo hili, kuliweka wazi na kuwawezesha wanafunzi wawe wazi kujieleza juu ya jambo hili, kwa sababu huko nyuma mambo haya yalikuwa kama ni kificho. Kwa hiyo unakuta kama ni mwanafunzi anapitia wakati huo mgumu alafu hawezi kusema, basi anapata aibu mbele ya wenzake, labda na mbele ya jamii inayomzunguka. Lakini sasa wamepata hiyo elimu ya utambuzi wa hilo, basi jambo hili ni nzuri zaidi kwamba wanafunzi watakuwa aware na lisiwe kwenye kificho, liendelee kuwa wazi siku zote ili watu waweze kupata elimu kwa upana zaidi. Asante, tunashukuru. Ni kweli shule yetu ni shule ya day, lakini pia kulingana na location yake, vijiji ambako wanafunzi wanatoka ni almost wanatembea kama kilomita 9 kwenda na kurudi, naweza kawa kilomita kama 18. Hivyo inawaletea changamoto kuchelewa vipindi vya asubuhi, lakini pia wakati wa masika naweza kukuta asubuhi labda kumekucha, mvua zinanyesha, kwa hiyo wanafunzi wanashindwa kufika shuleni kwa wakati, na hivyo wakati mwingine kukosa masomo. Kwa hiyo uwepo wa mabweni utawasaidia wanafunzi hawa kukaa hapa shuleni muda wote, lakini pia wanaweza kupata masomo muda wote kwa sababu watakuwa wapo mazingira ya shule. Kwa majina naitwa Anita Kilumile. Tumejifunza juu ya hedhi salama na juu ya ukatili wa kijinsia, ambacho kuja kunisaidia mimi kwenye maisha yangu juu ya hedhi salama ni kujikinga na kujiweka salama muda wote na kuwa nadhifu na kunifanya niwe imara, nisiwe na wasiwasi wowote nikiwa katika siku zangu. Juu ya ukatili wa kijinsia imenifunza katika jamii zetu, ambazo itanisaidia juu ya kuishi na watu. Nitaishije kuja kuwasaidia wenzangu ambao watakuwa wanaishi katika hali ya kufanywa kitendo cha ukatili wa kijinsia. Nitawasaidia kwa kutoa ushauri au kwa mambo mengine ambayo itakuwa kwenye uwezo wangu. Leo tutakazogawiwa leo zitatusaidia katika mambo mbalimbali. Kwa mfano, katika wanafunzi wengi hasa wa kike tunapata shida wakati wa kuingia darasani, na tufanye wengine tusiingie darasani kwa sababu tunakosa taulo za kike. Taulo za leo hii zitatusaidia katika kujilinda na kuingia darasani na kuongeza ufaulu katika masomo. Nashukuru sana kwa sababu wametusaidia sana watoto wa kike. Wametuondoa katika mambo mbalimbali yaliyokuwa yanatushinda, lakini tulikuwa tunashindwa kuyatatua. Tunawashukuru sana. Changamoto ya mabweni inasababisha wanafunzi hasa wanaotoka mbali kukutana na vishawishi mbalimbali huko mitaani. Hivyo inawafanyisha wanafunzi kukosa kufika shuleni, wengine wanaishia mitaani na wanaweza kupata mimba. Na washauri
tunaomba watusaidie kujenga mabweni ili wanafunzi wote tukae hostel, tusitokee day. Naitwa Emi Hekima Kinyamagoa, nasoma Usuka Sekondari kidato cha pili. Elimu tuliopewa leo itatusaidia sana hata katika maisha kwenye jamii tunazoishi, lakini pia elimu iliyotolewa leo inaweza ikatusaidia hata kwenda kuelimisha huko kwenye jamii tunazoishi pamoja. Kwanza tumejifunza kuzuia hedhi salama pamoja na kuzuia ukatili. Kwa mfano, taulo za kila asilimia kubwa sana kwa sababu zinauzwa ni gharama. Hizo mtu anaweza akachana labda kwa hapa shule mtu akachana godoro, labda kitambaa akaweka kwa kujistiri, lakini akitadumu kwa muda mrefu ni kwa muda mfupi tu, baadaye akaibika darasani. Kwa hiyo kwa msaada tuliopewa leo tunawashukuru sana, wameweza kutusaidia. Tunaomba tusaidie kwa sababu kuna wanafunzi kutoka vijiji mbalimbali, ni umbali mrefu kufika shuleni, na huko njiani najua wanakutana na vitu vingi sana ambavyo vinaweza kuathiri kwenye masomo yao. Kwa hiyo tunaomba watusaidie kwenye ishu ya mabweni. Changamoto ziko nyingi kwa sababu huko njiani kuna bodaboda, kuna watu wengi wanapita huko njiani, kuna vishawishi vingi. Kwa majina naitwa Tunu Danieli Kiwale, natokea Usuka Sekondari, wilaya ya Wanging'ombe, mkoa wa Njombe. Elimu ya leo tumejifunza hedhi salama na namna ya kuepuka ukatili kwa watoto. Lakini hii elimu inatusaidia katika jamii. Mfano, katika jamii tunaona wazazi wengi wakiwafanyia ukatili vijana wao, na vijana kwa vijana wanafanyana ukatili. Hivyo kupitia hii elimu tumejifunza namna gani ya kuepuka na huo ukatili na namna gani ya kujiheshimu sisi kama sisi wanafunzi. Of course ina muhimu kwa vijana. Itatusaidia pindi ambapo tutaenda kuoa. Sisi hapa ni vijana, baadaye tutakuwa baba. Itatusaidia wakati wanawake zetu wakiwa katika kipindi cha hedhi. Itatusaidia namna ya kuwaelimisha. Shule yetu ya Usuka inakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mabweni, hususan kwa boys. Asilimia kubwa wanaokaa hapa shuleni ni wale ambao wanatokea nje ya kata yetu. Hivyo tunaomba kujengewa mabweni ili wanafunzi wote waweze kukaa shuleni na kuongeza performance yao katika masomo. Hususan kuna madhara hususan kwa mabinti. Wanavorudi nyumbani wanaweza kukutana na vishawishi vingi sana. Mfano, anakutana na dereva bodaboda, anamshawishi maybe kufanya tendo la ndoa pasipo yeye kupenda. Kwa wavulana inasababisha mmomonyoko wa maadili. Sayansi na teknolojia, vijana wanashinda vijiweni, inasababisha ukosefu wa maadili na kusababisha slow down development of school. Hatujafanikiwa sana kufika kwa muda hapa shuleni kwa sababu ukizingatia watu wengi wanaotoka ni mbali na shule. Wengine wanatokea vijiji vya mbali kabisa wanakuja shuleni kwa sababu ya ukosefu wa mabweni. Kwenye hili mimi naomba tu naomba watujengee mabweni na waendelee kusambaza vijana ambao wataendelea kutoa elimu dhidi ya hedhi salama na namna ya kuepuka ukatili katika jamii. Kwa majina naitwa Goodluck Jafari Mbugi, natokea shule ya Usuka Sekondari, napatikana wilaya ya Wanging'ombe, mkoa wa Njombe. Nipo kidato cha 3 form 3A. Pia katika siku ya leo tunapongeza kwa kuja kututembelea. Tumejifunza vitu vingi, ikiwemo tumejifunza kuhusu jinsi namna mzunguko wa hedhi, pia tumejifunza ukatili wa kijinsia kwa watoto, tumejifunza namna ya kuishi vizuri na wanafamilia pia na wanajamii.
Pia tumejifunza namna ya kuepuka ukatili katika jamii na mbinu ambazo na wapi wanasababisha ukatili, ambao pia hapo tumejifunza ukatili huo unasababishwa na mimi pamoja na wanajamii wengine. Pia tumejifunza namna ya kuepuka. Elimu ya hedhi na elimu ya ukatili itawasaidia wanajamii. Swala la kwanza kabisa, itawasaidia namna ya kujua namna ya kujilinda kipindi wanapokuwa kwenye hedhi na namna ya kuepuka matendo ya ukatili kama vile ubakaji, ulawiti na ukatili wa aina nyingine kama vile ukatili wa kihisia. Tumeangalia tatizo kubwa kwa sisi wanafunzi wa kiume ni kwenye namna kuzitumia nguo za ndani. Pia wanafunzi wengi wamekuwa na nguo za ndani. Kwa hiyo swala la usafi lilikuwa ni vigumu sana kwa watoto wa kiume. Kwa msaada huu wa boxer pamoja na nguo za ndani za kujisitiri, nimekuwa ni swala ambapo mtusaidia kutatua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mmepusha yani kuwa kwenye mazingira machafu na vitu vingine namna hiyo ambavyo vinasababisha magonjwa kwa watoto wa kiume. Kwa changamoto kubwa hapa shule ninayoiona mimi ni kuendelea kutoa ushauri na saa kwa wanafunzi namna ya kuishi vizuri na wanafunzi wenzao, kwa sababu kiangalia sehemu kubwa kwa mazingira hapa shuleni ukatili uliopo ni kama ukatili wa kihisia. Maana yake mtu anaweza kumtukana mwanafunzi mwenzake hivyo akamfanyia vitendo akampiga. Kwa hiyo ni ukatili ambao kwa kiasi kubwa upo kwa mazingira ya shuleni. Namba 3 ndio ovary, ndani yake ndio kuna yayo. Alafu kuna shingo ya kizazi namba 5 umu. Namba 6 ni uke au mfereji wa